Info Channel. Subscribe now. Yes bana, ukisikia mapenzi haya sasa ndiyo mapenzi. Hili ni moja ya jambo ambalo linaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na dalali mwanamke kumkabidhi zawadi ya kiwanja golikipa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na ikiwa ni moja ya mchango wake mkubwa katika mchezo dhidi ya Al Masry, timu kutoka kule nchini Misri, ambapo tunafahamu ilikuwa ikimenyana na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa mabao 2-0, lakini mchezo ulikuwa ni sare kutokana na Simba nao walipoteza kule Misri kwa kufungwa idadi ya magoli 2-0. Sasa mtanange uliisha suluhu bin suluhu, yani magoli 2-2, na kupelekea changamoto ya mikwaju ya penalty kuweza kufanyika na kupelekea Wekundu wa Msimbazi Simba kushinda penalty 4-1 kutoka kwa mgeni wao katika mchezo huu hapa ambaye ni Al Masry, mtanange ambao ulichezwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na kuwafanya Simba kusonga mbele katika hatua inayofuata, hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa uongozi wa kampuni ya dalali mwanamke Real Estate umempa zawadi ya kiwanja golikipa Musa Kamara, yani Musa Pimpin, kupitia ukurasa wake wa Instagram kama zawadi baada ya kudaka mikwaju miwili ya penalty kati ya mikwaju mitatu ambayo iliweza kupigwa, huku akiruhusu mkwaju mmoja kuingia kambani, zilizopigwa na Al Masry katika mchezo wa mzunguluko wa pili wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. So utafahamu katika mchezo ule pale bana, Al Masry walipiga penalty 3 na kufanikiwa kuingiza kimiani penalty 1, huku 2 Pinpin Kamara akizizuia na kuifanya Simba sasa kuondoka na ushindi wa idadi ya penalty 4-1, na Simba sasa kufuzu katika hatua inayofuata, hatua ya nusu finali, ambapo katika mchezo ambao unafuata Simba wanaelekea Simba watakuwa na timu kutoka kule South Africa katika hatua ya nusu finali kuelekea finali. Huko kauli mbiu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kombe tunalitaka, yani kombe wanalitaka, kombe la shirikisho. Utakumbuka kombe la shirikisho klabu ya Young Africans iliweza kufanya vizuri kabisa kufika mpaka hatua ya finali, huku akipoteza dhidi ya USM Alger kutoka kule Algeria katika kombe hili hapa la shirikisho. Sasa Simba wao wanakwenda kusafisha ama kulipiza na kufanikiwa, wanarejesha nyumbani kombe la shirikisho, moja kombe ambalo linatazamwa na watu mbalimbali, si tu Tanzania lakini Afrika kwa ujumla, kutokana na jinsi ambavyo mashindano haya sasa hivi yamekuwa na mvuto wa aina yake, huko vilabu ambavyo vinashiriki katika mashindano haya hapa ni vile vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika soka la Afrika. Na utakumbuka Simba imekuwa kileleni mpaka nafasi ya 4 katika vile viwango vya ubora katika ile ngazi ya vilabu. Simba imepaa mpaka nafasi ya 4. Inaonyesha ni jinsi gani ambavyo soka la Tanzania linaendelea kuchanua ama linaendelea kuchanja mbuga katika ulimwengu wa soka Afrika. Bana, mimi ni Jackson Jambele na hii hapa ni Ganga Info Channel. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Ganga Info Channel. Subscribe now.